Kitabu cha Wathesalonike. Kitabu cha Wathesalonike. Karibu tusome Biblia. Kitabu cha Wathesalonike 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Inasema, maana haya ndiye mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya, kama mataifa wasiomjua Mungu. Kama mataifa wasiomjua Mungu. Si mimi niliyesema, ni neno limesema, ni Biblia imesema. Nimesoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 3 na mpaka wa 5. Ndivyo ilivyosema, tujue kuweza mwili wetu. Naomba kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Utakatifu na heshima. Utakatifu na heshima. Kwa hivyo si mimi niliyesema binti kijana kuishi bila mahusiano inawezekana. Ni neno linasema kuishi bila mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa, kabla ya ndoa, kabla ya wakati, inawezekana kwa kuweza mwili wako mwenyewe kwa neno la Mungu na ukikimbia zinaa. Kifungu hiki kinawasihi vijana kujua jinsi ya kuitawala miili yao kwa heshima na utakatifu. Kujihusisha na ngono zembe au mahusiano ya kimapenzi kabla ya ndoa ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu na utakaso kwako. Kwa hivyo kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu ni makosa, ni vibaya. Neno la Mungu limetuagiza. Tunaambiwa kwa neno la Mungu tujue kuweza mwili wetu, sio kwa akili zetu, sio kwa nguvu zetu, ila kwa neema ya Mungu tunaweza. Uwe tu ni mtu wa ibada, mtu wa maombi, na ujue mipango ya adui. Hatuwezi kwa akili zetu. Hapa nilipofika sio kwa akili zangu, ni neema na huruma za Mwenyezi Mungu ameweza kunipa kuweza mwili. Maana ni muda wa miaka 5 sijaweza kuingia kwa mahusiano ya kimapenzi na sijaweza kuingia kwa kujichua au kwa kujizini, maana hiyo ilikuwa imeniingia zaidi. Kujizini ilikuwa iko ndani mwangu kwa juu sana, lakini nilipojua kwamba ni makosa na ni madhara kwangu mwenyewe, niliamua kuuacha na nikaambia Mungu anisaidie niweze kuweza mwili wangu mwenyewe, si kwa akili zangu, si kwa mawazo yangu, ila ni kwa neema. Yote yanawezekana kwa neema na huruma zake. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Shalom.